Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Bwana, karibu tena Malecom katika dawati letu la michezo na burudani. Tujuzane yale yote yaliyojiri katika nyanja za michezo ndani na nje ya nchi. Na habari kubwa tulionayo hivi sasa ni kwamba CRDB Bank imetoa tamko zito mno baada ya shutuma kutoka Yanga kwamba hawajalipwa fedha zao za ubingwa za msimu uliopita. Yatoa tamko kali na zito mno. Tamko lao linasemaje? Tamko hilo lina nini ndani yake? Basi kaa hapa Malecom kwa ajili ya kupata habari zaidi. Nikukumbushe tu wewe ambaye bado hujasubscribe, basi fanya hivyo ili uendelee kupata taarifa zaidi ya zile ambazo zinajiri katika nyanja za michezo. Katika mkutano na waandishi wa habari wa jana, afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe aliwaambia waandishi wa habari ya kwamba yale yote yaliyojiri katika kikao cha bodi ya ligi na yale matakwa yao ambayo wameyapeleka bodi ya ligi ili mechi ya dabi ichezwe na nini masharti yao, na pamoja na hayo ambayo wameyatoa huko bodi ya ligi, basi Ali Shaban Kamwe aliongezea na kusema na taarifa iwafikie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na wadhamini wa mashindano ya kombe la shirikisho la CRDB kuwa hatutacheza mchezo wa fainali wa CRDB siku ya tarehe 28 mpaka tutakapolipwa hela yetu ya ubingwa wa msimu uliopita. Na pia Ali Kamwe aliendelea kuzungumza akisema, tumevumilia dharau hizi kwa mamlaka za soka kwa muda mrefu sana, sasa imefika mwisho. Hii ya Zanzibar pia hatutacheza. Kombe hili la CRDB zamani likifahamika kwamba Azam Federation Cup, hivi sasa liko chini ya udhamini mkubwa kabisa, udhamini mnono wa benki ya CRDB ambayo iliingia mkataba wa udhamini wa kombe hilo la TFF kwa miaka 3.5 wenye thamani ya shilingi bilioni 3.7, wastani wa bilioni 1 kwa msimu. Lakini sasa baada ya shutuma hizo nzito, wadau wa soka wamekuwa wana mtazamo mbalimbali juu ya hichi ambacho kinaendelea, watu wakilaumu wakishindwa kujua ni nani kati ya CRDB na TFF ambaye ameishikilia fedha hii ya ubingwa ya Young Africans. Na hapa nakuletea tamko zito kutoka benki ya CRDB ambapo wanasema, taarifa kwa umma. Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikushatekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma ya benki ya CRDB Juni 10, 2025. Hiyo ni taarifa pana kabisa na imeeleza kwa kina kwamba CRDB wao kwa upande wao katika mkataba ambao waliingia na TFF hawadaiwi chochote, wametimiza matakwa yote ya kimkataba. Hivyo kwa mujibu wa taarifa hii ni kwamba kama Yanga wanadai chochote, basi ni wao na TFF
CRDB yeye hadaiwi hata senti 10. Sasa maswali yanakuja, kama fedha ipo TFF, kwa nini haijawafikia Yanga? Kwa nini TFF wanaendelea kuibakisha fedha ambayo Yanga wanastahili kupewa? Nini kipo nyuma ya pazia hapa? Malcolm, tunaendelea kufuatilia ili kukuletea habari zaidi, na inavyosemekana ya kwamba TFF muda wowote wanaweza wakatoa tamko kuzungumzia hili juu ya madai ya Yanga. Malcolm, tupo hapa kwa ajili ya kukujuza. Kaa karibu nasi, video inayofuata tunakuletea kile ambacho TFF watakuwa wamekisema juu ya hili, kwani bado tunaendelea kufuatilia, na habari tulizonazo ni kwamba muda wowote taarifa inatoka. Malcolm, tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, tukutane video ijayo. Bye bye.